la Yesu ndo njia rasmi ya kuomba. Lakini ukiwa chini ya hawa watumishi wa uongo, wanakufanya uombe kwa jina lao. Mungu wa mchungaji Dickson Kabigumila, Mungu wa Kabigumila nitetee, Mungu wa mchungaji Dickson niokoe, ninakuita kwenye biashara hii. Mungu wa Dickson njoo nitetee, Mungu wa baba yangu Kabigumila nivushe. Sikiliza, kuna Mungu mmoja wa maana kwenye Agano Jipya. Kuna Mungu mmoja mwenye uzito, anayefanya mambo ya kushangaza. Anaitwa Mungu wa Bwana wetu nani? Yesu Kristo. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa Bwana wetu Yesu. Huyu ndo ambaye tuna uwezo wa kumwendea tukaomba kwa jina la Yesu na tukapewa. Tukaomba kwa jina la Mwokozi aliyelipa gharama ya uhai wake msalabani. Mungu akisikia jina la Yesu lazima atoe, kwa sababu ni sadaka ya Mungu isiyoweza kukataliwa. Ni sadaka pekee inayogusa moyo wa Mungu. Ni Mwokozi pekee ambaye jina lake linasikilizwa mbinguni, duniani, na linatisha hata kuzimu, kwa mjibu wa Filipi sura ya 2 mstari wa 9 hadi wa 11. Lakini kwa watumishi wa uongo atakwambia Mungu wa deshi, Mungu wa nabii wangu fulani fulani. Ningetamani hata nitaje kabisa wanavyosema hadi mamungu yao, lakini kwa sababu tu ya heshima, wewe mwenyewe ujiongeze uone. Ni uuni, wala sio mapenzi ya Mungu, ni uuni. Haya ndo mambo yanaendelea kwenye jamii yetu.